kutengeneza sekta ya kisasa sana ya ndege zisizo na rubani kwa ajili ya kupambana na uvamizi wa Urusi, na imesambaza utaalamu wake kwa nchi 9 zikiwemo nchi za Ghuba ambazo zinatafuta njia nafuu zaidi ya kukabiliana na mashambulizi kutoka Iran. Halima Nyanza na maelezo zaidi. Makubaliano haya ya leo ni ya kwanza yanayokusudia pia kulinda nchi na makampuni yaliyoko katika Umoja wa Ulaya. Rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya, Ursula von der Leyen, ameyatangaza makubaliano hayo wakati wa hotuba yake jijini Kiev wakati wa maadhimisho ya siku ya taifa ya Ukraine. Ulaya ina mengi ya kujifunza kutoka kwenu kuhusu ubunifu wa sekta yenu ya ulinzi, kuhusu uwezo wenu katika mazingira magumu zaidi ya kukabiliana na hali, uvumbuzi na kujenga uwezo unaohitajika katika hali ya kisasa ya vita. Demands. Amesema Umoja wa Ulaya unaweza kuinufaisha Ukraine katika masuala mbalimbali ikiwemo sekta ya teknolojia na viwanda pamoja na kile alichokiita maeneo salama ya uzalishaji. Kutoka katika teknolojia na uzalishaji wa ndege zisizo na rubani mpaka kwenye mlolongo wa ugavi, inahitajika kuwepo na uwezo endelevu au maarifa katika utumiaji wa mifumo ya rada, vituo vya uchambuzi ardhini. Lazima tushirikiane kwa pamoja katika hili kwa sababu tunajua vitisho vinavyoikabili Ulaya katika eneo hili. Because we know the threats that Europe faces in this area. Ukraine kwa sasa imekuwa ikitengeneza ndege zisizo na rubani, ambapo wakati Urusi ilipoivamia nchi hiyo Februari mwaka 2022, nchi hiyo ilikuwa na utaalamu mdogo tu wa masuala hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mara kwa mara amekuwa akisafiri katika nchi mbalimbali kuweza kutangaza na kupata soko la ndege hizo zisizo na rubani, hususan katika eneo la Mashariki ya Kati, ambapo nchi za Ghuba zimeonyesha nia ya kunufaika na utaalamu huo wa Ukraine ili kuweza kukabiliana na mashambulizi ya Iran. Katika hatua nyingine, watu 6 wameuawa nchini Ukraine kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na Urusi usiku kucha katika mji wa bandari wa Odessa na mji wa mashariki wa Sumi. Hiyo ni kwa mujibu wa maafisa wa maeneo hayo. Gavana wa eneo la Odessa, Ole Kipa, amesema Urusi imefanya mashambulizi ya nguvu ya ndege zisizo na rubani na makombora kwa siku 5. Wakati huo jeshi la Ukraine limesema ndege zake zisizo na rubani zimeshambulia meli 20 za Urusi zikiwemo shehena 17 za mafuta katika Bahari Nyeusi usiku wa kuamkia leo. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imethibitisha kushambulia mji huo wa bandari wa Odessa, ikisema kuwa ililenga miundombinu ya bandari ambayo inatumika kwa upakuaji mafuta na vilainishi. Katika taarifa yake, Urusi imedai kuwa imelenga maeneo yanayohusika katika kutengenezea vifaa vya kijeshi na usafirishaji wa mizigo. Mashambulizi hayo yanayofanywa na Urusi dhidi ya Ukraine yamekuwa yakilenga bandari za Ukraine ambazo hushughulikia kwa kiasi kikubwa nafaka na mizigo ya nchi hiyo, bidhaa muhimu kwa uchumi wa nchi hiyo iliyo vitani. Wakati mashambulizi yakiendelea, Ukraine pia inakabiliwa na mzozo wa kisiasa ambapo Rais Volodymyr Zelensky amemwondoa madarakani waziri wake mkuu Julius Bridenko baada ya kutumikia nafasi hiyo katika muda usiozidi mwaka mmoja. Licha ya bunge la nchi hiyo kuidhinisha kuondolewa kwake, baadhi ya wabunge wamehoji pia sababu za mabadiliko hayo. Mkuu wa shirika la serikali la mafuta na gesi Sergei Koretsky anataja kuwa mtu ambaye anaweza kurithi nafasi hiyo waziri mkuu, huku bunge likitarajia kupigia kura uteuzi huo kesho Alhamisi. Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni, Marekani imesema imefanya msururu wa mashambulizi dhidi ya Iran, huku mvutano kuhusu udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kupamba moto. Ni miezi miwili sasa tangu mlipuko wa Ebola kutangazwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya watu 700 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Na katika makala ya waridi wa BBC hii leo tunamwangazia Haika Lawere, anaeleza umuhimu wa mwanamke kumiliki mali, kujenga biashara na kuwa na uhuru wa kifedha. Hii ni BBC. Barabara kabisa. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, hadi matangazo ya moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni leo upo nami David Nkia na mwenzangu ni Caro Robert. Songe mbele, ambapo ni miezi miwili tangu baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutangaza mlipuko wake wa 17 wa Ebola. Janga hilo linaendelea kuweka katika jaribio mfumo dhaifu wa afya wa nchi hiyo. Mamlaka zinaripoti visa 2011 vilivyothibitishwa katika majimbo 5 ambayo ni Uturi, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Shopo. Kati ya majimbo hayo, wagonjwa 753 bado wapo karantini au wanapatiwa matibabu hospitalini. 366 wamepona na 754 wamefariki dunia. Inaarifiwa kwamba kiwango cha vifo ni 37.5,
huku ufanisi wa kufuatilia watu waliotangamana na wagonjwa ukifikia 67.4, kiwango ambacho kiko chini ya lengo ambalo ni 95%. Sasa awali nimezungumza na John Kabwa, huyu ni kiongozi wa mashirika ya kiraia katika jimbo la Ituri, anayeanza kukuelezea hali ilivyo. Hali si nzuri kwa sababu bado virusi vinaendelea kuua watu, wananchi, na virusi vinasambaa eneo mbalimbali vijijini. Kama unavyosema, hali sio nzuri hapo Ituri, na ndio kama kiini cha ugonjwa huu. Ninyi kama watu wa mashirika ya kiraia, mnawashaurije wananchi ili kuweza kukabiliana na tatizo hili? Sisi tunawapa wananchi habari ya kwamba wajilinde, wanao mikono kwa sabuni, waache kwenda kuguza mili ya watu ambao wamefariki na Ebola, wasiende mahali ya makusanyiko ama kwa maklabu ama kuguzana densi hivyo. Hii watu tunazuambia every time, hii ndio dawa yetu pekee ambayo tunafanya. Na wanafuata kweli ushauri huo? Maana ni kama maambukizi yanaongezeka, John. Yes, wanafuata. Ukaona ndani ya mji wa Bunya imepungua. Sasa wananchi wa vijijini ni vigumu kuelewa haraka, na hii ndio shida kubwa, kwa sababu tunaita kwa lugha la Kifaransa tulomba confinement, yani lockdown haikuwekewa, na watu wanakimbia huku wanaenda huku, hawa ndio wanaambukiza watu. John, kunaarifiwa kwamba leo kumekuwepo na migomo ya madaktari ama nyewe mnaita waganga. Hebu tuambie, hii imetokana na nini haswa? Yes, kulikuwa leo mgomo wa waganga wa General Hospital ya mjini Bunya. Hawa waganga wanadai kwamba tangu hivyo hapa watunza wagonjwa, lakini baada hawajawahi lipo mshahara wao, hawajawahi kuona hata pesa moja, ndio maana wanagoma. Juhudi za serikali ni kuwashawishi kwamba waendelee kutunza, bado wanaendelea kuwashughulikia, muda si mrefu watalipwa hela zao. Hii ndio jibu la serikali. Na kuna dalili za waganga hao ama madaktari hao kukubali kuendelea na kutoa huduma? Nina imani ya kwamba ni watu na ndugu zao ndio wanagonjwa, ndugu zao wanafariki. Mtu unaweza kuwafikia wanaendelea na kazi zao, kwa sababu ni waganga wa serikali, hawezi kugomba, si wazi, hautajiasi kwa mzazi wako. Unadhani serikali ya DRC inafanya juhudi za kutosha kuweza kukabiliana na ugonjwa huu? Yes, serikali inafanya juhudi. Ukaona hapa mjini Bunya na mashirika mbalimbali ya OMS, serikali, waziri wa afya amefika hapa karibu safari 4, na wanatoa juhudi, wamesema kwamba wanajikaza kupata hela ili waweze kukomesha huu ugonjwa, lakini bado nafikiria ni vitu ambavyo vinaomba, ugonjwa unaomba pesa nyingi, na serikali inafanya yale ambayo inaweza kufanya, lakini inaomba serikali ilombe msaada kwa nchi zingine, sababu ugonjwa huu si ugonjwa tu DRC, ni ugonjwa dunia nzima. Unaona dalili ya ugonjwa huu kudhibitiwa hivi karibuni kweli? Mimi naona tu chanjo ifike. Kama chanjo haijawahi gunduliwa, ni shida sana, watu wataendelea kuambukizwa na huu ugonjwa huenda ukatawala nchi nzima na barani Afrika nzima, kwa sababu unajua DRC watu wanasafiri, wanaenda Kenya, wanaenda Uganda, wanaenda Rwanda, wanaenda Burundi, wanaenda Tanzania, watu wengi wataambukizwa. Chanjo lazima ije. Hii ndio maombi yetu kubwa sana. Na ujio wa chanjo hii ambayo bila shaka tayari umetangazwa hata na baadhi ya mashirika, unadhani utasaidia vipi, John? Ni jambo la shukrani, kwa sababu wananchi wote wanasubiri chanjo, kwa sababu bila chanjo sione kama nini kitaweza kuzuia huu ugonjwa. Tunasubiri hiyo chanjo kwa hamu, na tunaomba hata leo, hata saa hivi navyoongea nawe, hii chanjo iweze patikana hapa jimboni Ituri, waweze kuchanja wananchi, iweze kuepusha maambukizi. Na raia hapo walivyosikia kwamba huenda chanjo ikaanza kutolewa, wamekuwa na matumaini? Wana matumaini kubwa sana, wanasubiri muda gani wataanza kuchanja watu. John, ninyi kama mashirika ya kiraia mnashauri nini wananchi, mnashauri nini serikali na jamii kwa ujumla? Tunashauri wananchi waendelee kujilinda, waendelee kujikinga, kwa sababu ugonjwa upo, ni ugonjwa hatari ambao hauna dawa. Watu waendelee kunawa mikono sabuni, na tunashauri serikali ifanye juhudi za kulipa hao waganga ambao wanatunza wagonjwa. Si vyema
waganga ambao wanatunza magonjwa mbaya kama hiyo wakose kulipwa pesa zao. Wengi wamefariki, karibu 30 na kitu. Lakini jambo la kusikitisha sana kuona waganga mpaka sasa hivyo hawajawahi lipwa hata pesa moja, hata dola moja. Ni John Kabwa huyo, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika jimbo la Ituri, kama alivyozungumza na mwenzangu David Nkia. Tukiwa bado tumesalia katika taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya nchi hiyo imeunda baraza jipya la ushauri linalowajumuisha mawakili mashuhuri wa kimataifa waliobobea katika masuala ya uhalifu wa kivita kutoka Marekani na Ulaya ili kuimarisha juhudi za kuwajibisha wahusika wa ukatili unaofanyika mashariki mwa nchi hiyo. Hatua hiyo inakuja wakati serikali ya DRC ikiendeleza kampeni pana zaidi ya kutafuta haki katika ngazi ya kimataifa kuhusu mzozo wa muda mrefu unaoikumba mashariki mwa Kongo. Asha Juma na maelezo zaidi. Mzozo huo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unahusisha makundi kadhaa yenye silaha pamoja na ushindani wa kudhibiti rasilimali za madini unakadiriwa kusababisha vifo vya mamilioni ya watu kwa miongo kadhaa sasa. Chanzo cha mzozo huo kinahusishwa na kiasi kikubwa cha athari za mauaji ya kimbari yaliyotokea nchini Rwanda mnamo mwaka 1994. Baada ya mauaji hayo, baadhi ya wahusika walikimbilia mashariki mwa Kongo, hali iliyochangia kuendeleza mzunguko wa vurugu katika eneo la Maziwa Makuu. Mwezi uliopita utawala wa Kinshasa uliwasilisha kesi katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ ikishtaki Rwanda kwa madai ya kukiuka mikataba ya kimataifa kuhusu mauaji ya kimbari, ubaguzi wa rangi na mateso. Katika mkutano wa Umoja wa Mataifa mwaka uliopita, Rais Felix Tshisekedi alitoa wito wa kutambuliwa kwa kile alichokita mauaji ya kimya ya kimbari yanayoendelea huko DRC. Tshisekedi pia aliomba kuundwa kwa tume ya kimataifa ya uchunguzi ili kusaidia kuvunja kile alichokita kuwa mzunguko wa kutowajibika wa wahalifu. Mapigano mashariki mwa DRC yaliongezeka mwaka uliopita baada ya waasi wa vuguvugu la muungano wa AFC M23 ambao Umoja wa Mataifa na baadhi ya mataifa magharibi wanasema wanaungwa mkono na Rwanda kuteka maeneo makubwa ya mashariki mwa Kongo. Serikali ya Rwanda imeendelea kukanusha madai hayo. Baraza hilo jipya la ushauri linalojulikana kama Baraza la kuchunguza vitendo vya ukatili nchini DRC litazishauri taasisi mbili za serikali ya Kongo katika juhudi za kutambua rasmi uhalifu uliofanyika na kushinikiza madai ya fidia kwa waathirika. Baraza hilo linaloongozwa kwa pamoja na mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka DRC Julienne Lusenge pamoja na Howard Morrison, mwanasheria kutoka Uingereza ambaye pia ni jaji wa zamani wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC na mahakama ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia uhalifu uliotendwa katika iliyokuwa taifa la Yugoslavia. Wanachama wengine ni pamoja na Stephen Rapp aliyekuwa balozi maalum wa Marekani anayeshughulikia masuala ya uhalifu wa kivita na aliyesimamia mashtaka dhidi ya rais wa zamani wa Liberia Charles Taylor, pamoja na Pascal Talon aliyekuwa afisa mwandamizi wa ICC aliyeshiriki katika uchunguzi wa kesi zinazohusu DRC. Shukran sana Shajuma kwa taarifa hiyo ambayo inatuelekeza kwenye mitandao yetu ya kijamii BBC News Swahili. Kwenye ukurasa wa Facebook hapa namuona Isaya Sambo mpenda amani akiwa kule Tanzania, anasema juhudi za kudhibiti Ebola ziungwe mkono na nchi majirani, maana jirani akikosa usalama nasi hatupo salama. Baraka Moshi anasema Marekani na Iran mnatuumiza wa Afrika. Ngalama Maluta wa Isolo Magu Mwanza Tanzania anasema poleni sana huko DRC kwa ugonjwa hatari wa Ebola, tahadhari za kujikinga zichukuliwe. Lakini namuona pa Jafari Kopo akiwa kule Moshi Tanzania anasema chanjo ya Ebola ni tumaini pekee la wananchi wa Kongo. Na Ngalama Isaya Sambo mpenda amani tena anasema inahuzunisha sana pale utajiri wa madini unageuka laana kwa Wakongomani, dhulma dhidi ya DRC zitakoma lini? Lakini pia nikushukuru Jonas Luvena ukiwa kule Mufindi njia panda ya Kitilu, unasema inasikitisha sana wanaoendelea kupoteza maisha huko Kongo dhidi ya ugonjwa wa Ebola, cha msingi kuendelea kuchukua tahadhari mapema. Asanteni sana kwa wale wote ambao mnaendelea kututumia ujumbe kupitia Facebook na vile pia ukurasa wetu wa YouTube BBC News Swahili. Lakini naona sasa ni muda muafaka kabisa kukupeleka michezoni kwa Kivebu Chana. Barabara kabisa. England ina nafasi ya kupiga hatua kubwa kuelekea kuingia kwenye historia ya kudumu itakapokabiliana na Argentina katika nusu fainali ya kombe la dunia kwenye mchezo wao mkubwa zaidi tangu waliposhinda fainali mwaka 66 huko Wembley.
Hii itakuwa nusu fainali ya pili ya England ya kombe la dunia tangu mwaka 2018. Ni mchezo uliogubikwa na hisia kali na upinzani wa jadi, ukitokea miaka 40 baada ya Diego Maradona kuiondoa England karibu yeye mwenyewe pekee katika hatua ya robo fainali nchini Mexico. Safari hii Argentina wana nyota mwingine mkubwa wa jezi namba 10 kwenye kikosi chao. Lionel Messi hajawahi kucheza dhidi ya England na hakuna jukwaa kubwa zaidi la kufanya hivyo kwa mara ya kwanza kama nusu fainali ya kombe la dunia. Messi ambaye amekuwa mfungaji bora wa muda wote wa kombe la dunia katika mashindano haya, kwa sasa anaongoza mbio za kuwania kiatu cha dhahabu Golden Boot, akishirikiana na Kylian Mbappe wa Ufaransa, wote wakiwa na mabao 8. Lakini England nao wana namba 10 wao wa kipekee, Jude Bellingham, ambaye amefunga mabao 2 katika kila moja ya mechi zao 2 zilizopita za mtoano. Hakuna taifa kati ya haya mawili ambalo limekuwa katika kiwango chake bora cha soka la kutiririka kwa urahisi hadi sasa kwenye kombe hili la dunia, wakipambana na kung'ang'ana kupata ushindi katika hatua za mtoano ili kufika hapa walipo. Kocha Thomas Tuchel ameitaka timu yake kuonyesha kiwango bora zaidi kuliko kile walichokionyesha katika ushindi wa robo fainali dhidi ya Norway. England imefika hatua ya nusu fainali katika mashindano makubwa 4 tangu mwaka 2018, idadi sawa na ile waliofikia katika historia yao yote kabla ya kombe la dunia mwaka 2018. Three Lions wameshinda mechi 4 mfululizo za kombe la dunia, mfululizo wao mrefu zaidi wa ushindi ndani ya mashindano yale tangu mwaka 1966. Tuchel ni kocha wa pili tu wa England kutofungwa katika mechi zake 6 za kwanza za kombe la dunia akiwa kazini. Wa kwanza alikuwa Sir Alf Ramsey mwaka 66, ambaye alikuwa na rekodi sawa kabisa baada ya mechi 6, ushindi mara 5 na sare 1. Upande wa Argentina wamefika hatua ya 4 bora ya kombe la dunia kwa mara ya 3 katika mashindano 4 yaliyopita, 2014, 2022 na 2026. Kabla ya mwaka 2014 walikuwa hawajafika nusu fainali tangu mwaka 1990. Ama kuhusiana na mechi ya jana, Uhispania ilionyesha kiwango cha juu sana cha umahiri katika kumiliki mchezo na kujihakikishia nafasi katika fainali yao ya pili tu ya kombe la dunia, huku ikiwacha ulimwengu mzima ukiwa wamepigwa na butwaa jinsi Ufaransa ilivyosambaratishwa. Ufaransa walikuwa wamepewa nafasi kubwa ya kushinda baada ya kupita kwa urahisi kwenye michuano hiyo, huku wachezaji kama Kylian Mbappe, Ousmane Dembele na Michael Olise wakiwafanya kuwa nguvu ya ushambuliaji ya kuogopwa. Lakini wakati wengi wakijiuliza jinsi gani Ufaransa ingeweza kufungwa, Uhispania ilikumbusha kila mtu kwa nini wao ni mabingwa Ulaya na hawajafungwa katika rekodi inayofikia mechi 37 mfululizo, kwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-0. Vijana wa Luis de la Fuente wamekuwa wakicheza bila kupewa nafasi kubwa kwenye kombe hili la dunia, lakini wanaonekana kufikia kiwango chao bora kwa wakati sahihi na baada ya kutoruhusu bao katika mechi 6 kati ya 7 walizozicheza. Na huo ndio mwisho wa makala yetu ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana. Ni saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 kamili Afrika Kati. Habari kuu jioni leo: Marekani imesema imefanya msururu wa mashambulizi dhidi ya Iran, huku mvutano kuhusu udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kupamba moto. Ni miezi miwili tangu mlipuko wa Ebola kutangazwa rasmi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo zaidi ya watu 700 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Na katika makala ya waridi ya BBC leo hii tunamwangazia Haikala Were, anaeleza umuhimu wa mwanamke kumiliki mali, kujenga biashara na kuwa na uhuru wa kifedha. Hii ni BBC. Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Upo nami David Nkya na mwenzangu ni Caro Robi. Makamu rais wa Argentina amechochea mvutano kabla ya mechi ya nusu fainali ya kombe la dunia dhidi ya Uingereza kwa kuhusisha moja kwa moja mechi hiyo na vita vya visiwa vya Falkland vya miaka 1980. Katika ujumbe
wa mitandao ya kijamii Victoria Villarruel aliwaita Uingereza maharamia na wavamizi. Msimamo wake unakinzana na ule wa kocha wa Argentina Lionel Scaloni, ambaye anasema kwamba hiyo ni mechi ya soka tu na haipaswi kuhusishwa na matukio ya kusikitisha ya huko nyuma. Mamlaka za Marekani zimeimarisha usalama kabla ya mchezo huo mjini Atlanta kutokana na historia ya mivutano, iwe uwanjani au nje ya uwanja, kati ya mataifa hayo mawili. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na kama